kuna mtu ambaye anakuchezea. Sawa. Na amekuendea kwa mganga. Na ametoa kafara. Huyo mama alikuwa amefanya. Lakini nilipomwombea pepo ziliruka. Unajua mimi kabla sijamwamini Yesu, nimekulia kwenye mazingira ambayo kulikuwa na kwenda kwa waganga. Aliwewe mchungaji? Huyu shetani hana nidhamu. Ukijilengeza na kukunguta kweli kweli. Lakini tunamshukuru Mungu kwa neema yake. Leo ametukomboa, tuko huru. Hakuna ukombozi pasipo sadaka. Hilo tunakubaliana. Halina mjadala. Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena katika kipindi chetu kizuri sana, kipindi cha mawingi ya uamsho na matengenezo. Na kama kawaida leo tutakuwa tunajadili mambo mazuri sana ya kujifunza, ya kuendelea kuinuana imani, lakini pia kuangalia mambo ambayo hayako sawa na tungependa tuyafahamu katika usahihi wake. Kwa hiyo siku ya leo tupo hapa katika ofisi za makao makuu ya JCC hapa Midizini, Dar es Salaam, na mimi ninaitwa mchungaji Kenneth Mtweve wa makanisa ya JCC na niko na mchungaji. Mchungaji karibu sana. Asante sana. Ndio. Naitwa mchungaji Didi Ngoma wa makanisa ya JCC pia. Leo tumepata nafasi ya kufanya kipindi hiki tukiwa hapa katika ofisi ya makao makuu ya JCC Midizini, njia ya wazo kuelekea Madale. Na tunao mada nzuri sana leo ambayo mchungaji Kenneth atakuwa anaitambulisha kwa muda mrefu. Nikutie moyo wewe pia unaweza kushiriki katika mada hii kwa kutoa comments zako pale chini. Na kama bado hujasubscribe ili usiwe na miss vipindi hivi, hakikisha kwamba umefanya hivyo na Mungu akubariki. Karibu sana Pastor Kenneth. Sasa mchungaji, leo nina jambo ambalo nitamani ni tusaidia. Kuna ndugu yangu moja, rafiki yangu moja, niambia jambo. Sawa kabisa. Huyu bwana alikuwa anapitia wakati mgumu. Sawa. Katika maisha yake. Kama ambavyo ni kawaida kwa wanadamu. Ni sehemu ya maisha, vipindi tofauti. Yes. Sasa akawa ameenda kwa mtumishi wa Mungu mmoja. Sawa. Sasa alipofika mtumishi wa Mungu, huyu mtumishi wa Mungu akasema kwa kipawa alichonacho amemzumu mtumishi wa Mungu. Akamsogeza. Alia kwamba akamwambia, Bwana, kwa haya mambo unayoyapitia, neno la hekima rifa naambia kama ulikuwepo mchungaji katembea. Akamwambia sasa ndio kuna mtu ambaye anakuchezea. Sawa. Na amekuendea kwa mganga. Na ametoa kafara. Sawa. Unaelewa, mtu akimwambia umetoa neno kafara mchungaji, neno zito. Kwa hiyo bwana akamwambia, ukitaka kuchomoka kwenye hiyo, ndio inabidi wewe utoe kilicho zaidi. Yaani umpiku. Yaani upige dau kubwa zaidi. Pige dau kubwa. Sawa kabisa. Sababu mwenzako ametoa kafara, ametoa sadaka kubwa kule kwa mganga. Kwa hiyo wewe ili uweze kuchomoka na niweze kukusaidia mimi kama mtumishi wa Mungu, inabidi usupport maombi nitakayokuombea na sadaka ambayo itapikwa. Sio tu sadaka mchungaji, hapo uzingatie. Umetoa milioni, hiyo milioni 2 au 3. Kuhakikisha ile ya mganga inasagwa kabisa. Nafikiri mchungaji umenielewa vizuri. Nataka tusaidiane. Ndio. Hii kitu imekaaje? Kusawa kweli? Sasa kwa sababu ni jambo ambalo linaendelea sana, nitakushangaza. Katika kuwatumikia watu, kuna siku na mimi ile jambo linatokea. Kuna mama mmoja alikuja kwa ajili ya maombi na akaniambia scenario hiyo ya kwamba alikwenda sehemu, mtumishi wa Mungu akamwambia alikuwa amechezewa na yule aliyemchezea ametoa dhabihu kubwa. Kwa hiyo ilibidi atoe kama mara 3 ya hiyo. Kwa hiyo kitu kumbe ni common. Ni kitu ambacho kiko common. Lakini kabla siendelea sana ni kuonyesha kitu. Huyo mama alikuwa amefanya. Lakini nilipomwombea pepo ziliruka. Alitoa sadaka ya kupigwa. Na bado ile sadaka ya kwanza au shida alizokuwa nazo bado zipo. Sasa mimi alipokuja, sasa sikujua kama zimesha, lakini nilipopandika mkono kuomba pepo zikalipuka. Kwa maana nyingine ilithibitisha alikuwa bado hajafa. Na ndio maana ikanipelekea nianze kuangalia hili jambo kwa umakini. Na leo ndio maana tunatamani tuwashirikishe watazamaji wetu tuweze kuliangalia ingalau kwa ufupi sana katika maandiko. Maana imekuwa sasa ni jambo ambalo ni hatari. Ni hatari sana. Sababu mtu akiwa kwenye matatizo, unajua mchungaji anakuwa yuko desperate. Unajua hiyo ndio inayoendelea. Mtu anapokuwa desperate
anaweza akafanya jambo lolote atakaloambiwa. Na hasa kama kuna watu wengine ambao wanatoa ushuhuda kwamba walifanya 1, 2, 3 na ikawa hivi. Sasa tusimalize sawa. Hebu tuangalie. Kwa sababu tusiende tu kwenye maneno. Tuangalie uhalisi. Sasa kimsingi kabisa tunapoongelea habari ya kukombolewa. Maana nafikiri hiyo ndio inaleta pengine tunataka kukombolewa kwenye shida ile. Sasa kuna watu wengine ukozi hawasemi kupiga dau la zaidi, lakini naona imekuja kuna kitu kinaitwa sadaka ya ukombozi. Sasa huo ndio mzizi wenyewe. Kwa hiyo sasa tuweze kwamba utoe sadaka ili ukombolewe mambo ulionayo, katika matatizo na shida moto ulizonazo. Okay. Lakini kabla sijaendelea, unajua mimi kabla sijamwamini Yesu, nimekulia kwenye mazingira ambayo kulikuwa na kwenda kwa waganga. Aliwewe mchungaji? Huyu shetani hana nidhamu. Ukijilengesha na kukunguta kweli. Lakini tunamshukuru Mungu kwa neema yake. Leo ametukomboa, tuko huru kabisa. Sasa kipindi kile, hii namna hii nimeiona sana kule kwingine. Kwa sababu ukienda kwa mganga wa kienyeji, kama kuna mtu amekufanyizia kitu, mganga atakwambia hivyo kwamba bwana, unatakiwa ufanye jambo kubwa zaidi linalofanana uzito au linalozidi kile ambacho kimefanyika. Na kuna wakati mwingine utaambiwa hili lilofanyika hili na kuparufaa kwa mganga mwingine mkubwa zaidi. Yaani kama hivyo hospitali. Sasa ulikuwa Mwananyamala, ngoja nikupeleke Muhimbili. Kule ndio kuna specialist. Lakini naona hata kwenye nani naanza kutokea. Kwenye kanisa la Mungu. Mazingira kwa ni yale. Ni kama yanaanza kutokea, kuna watu ni specialist wa mapepa inafani. Ndio anaongoza ngoja huku. Na unakumbuka kwa kipindi tulisema habari za madhabahu. Kuna madhabahu zime-specialize. Kipindi kingine kidogo. Sasa, lakini tukiangalia katika maandiko. Kimsingi. Kabla sijasoma maandiko. Kimsingi. Kuna sadaka kweli inayotakiwa ili mtu akombolewe. Hakuna ukombozi pasipo sadaka. Hilo tunakubaliana. Halina mjadala. Sawa. Tunapotofautiana, sadaka ipi? Inatolewa wapi? Inatolewa lini? Kwa namna gani? Hapo ndio tunatofautiana. Sawa. Na hapo ndio maana itabidi turudi kwenye maandiko. Maana ndo anatupa picha. Sasa kulingana na maandiko na kulingana na fundisho kwa ujumla la Biblia, iko sadaka iliyotolewa kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu. Sawa. Ambayo ilitolewa ya mwana kondoo wa Mungu anayeitwa Yesu Kristo. Sawa. Na ndio maana sadaka ya Yesu pale msalabani ndiyo kitivo cha imani ya Ukristo. Ninajua kuna imani zingine zinamkubali Yesu lakini zinakataa kile kilichofanyika pale msalabani. Unafikiri Pastor Kenny huyo ni Yesu au ni kitu kingine? Sasa unajua mchungaji, hapo inakuwa ni ukakasi, sababu ukimkubali Yesu ukakataa alichokifanya msalabani, ndio ninawashaka na huyo Yesu naye alikuwa anamzungumzia. Nafikiri anakuwa Yesu mwingine. Anakuwa ni Yesu mwingine. Kwa sababu hata Paulo katika nyaraka zake amesema kuna Yesu wengine, kuna injili nyingine, na kuna imani nyingine. Kabisa. Alikuwa anawaambia, alikuwa anawaandikia kwamba wao makini wasisikilize imani nyingine, wasisikilize au wasikubaliane na injili nyingine na Yesu mwingine. Kwa hiyo kumbe tunaweza tukaona kwamba kuna mayesu wengi. Kuna mayesu wengi. Kama Yesu anakuwa anatofautishwa na msalaba, ndio huyo ni Yesu mwingine. Huyo anakuwa Yesu mwingine. Kwa huyo Yesu wa kweli ni yule aliyekufa, aliteswa, akafa, akazikwa, akafufuka. Na kama Yesu pia kufufuka, huyo ni Yesu mwingine. Huyo ni mwingine. Sio Yesu tunayemwamini. Sasa mtukaje mturudi? Ndio. Tumekubaliana kwamba hakuna ukombozi bila sadaka. Hakuna ukombozi bila sadaka. Na tumesema sadaka ambayo inamkomboa mtu
ilitolewa mara moja. Ilitolewa mara moja Ya mwana kondoo. Ndio kabisa. Yesu Kristo. Yesu. Sasa tunaihusianisha vipi sadaka na hii sadaka ya ukombozi ambayo tumeziona watu wamekuwa wakizifanya? Sasa hapa ndio unaona sasa ndio changamoto inapokuwa. Tujue shida iko wapi na usahihi wake ni. Tutarudia yale. Kuna watu wanafanya kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo hao, kama ni wewe umekuwa unafanya kwa kukosa maarifa, hebu jifunze basi uelewe. Inawezekana wewe ndio unafanyiwa, umefanya kwa muda mrefu, lakini kwa sababu tu ukosa maarifa. Kipindi hiki kipo kwa ajili ya kukusaidia ili uweze kutoka hapo, uelewe maarifa, maana Biblia inasema tunapoifahamu kweli ambayo ndio Kristo mwenyewe inatuweka huru. Lakini kuna wengine wanafanya kwa makusudi. Na makusudi haya yamegawanyika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza, hawa ni watumishi wa shetani au miungu mingine inayotaka sadaka. Kama nilivyokuambia, wanataka kumuondoa Yesu. Wanataka kumuondoa Yesu. Kama nilivyokuambia mwanzo, huko nyuma wakati tunaenda kwa waganga wa kienyeji, tulipeleka sadaka. Ndio. Kwa tunaweza kama tuna waganga ambao wamevaa suti na tai. Wanamtaja Yesu. Wanamtaja Yesu, wanakitoa Yesu mzaa. Kwa sababu huyo Yesu huyo anayetajwa ni Yesu ambaye anahitaji sadaka nyingi badala ya sadaka yake mwenyewe. Kwa sababu yule Yesu wa kweli alijitoa sadaka. Yeye ni Bwana na akatoa sadaka mbele yeye mwenyewe. Kwa hahitaji tena viraka vingi. Kwa anapokuwa ni Yesu anayetajwa, lakini anahitaji tena nyongeza zingine kuliko kile alichofanya. Huyo ni miongoni mwa wale ambao Yesu Paulo anasema ni Yesu mwingine. Kwa hapo tunaona aina mbili. Aina ya kwanza ni tumesema ni wale ambao hawajui. Hili kundi la pili lina pande mbili pia. Lina pande mbili na ambao wanajua wanatumikia miungu. Tukitumia neno ni waganga. Ni waganga. Hao ni waganga za mtu gani? Hao ni waganga. Ndio. Lakini wameweka mimbari. Na wamekaa kwa sababu wametoka vijijini, wameamua kuja mjini. Na kundi la pili kwenye yeye. Sasa kundi la pili kwa yeye aina nyingine ni wajanja. Wapigaji. Yaani wanaamua tungoja tupate kitu. Tuangalie watu waliolala. Kama tulivyosema mwanzoni, mtu akiwa na matatizo anakuwa desperate. Kwa mtu anakuwa ameona fursa. Unapigwa mchana kwa upo, unapeleka mwenyewe unaliwa. Hana cha uganga, hana cha nini, ni mjanja. Na nafikiri na wenyewe tuko na wenyewe. Sasa turudi hapa tunaposema. Nitaomba nisomee katika kitabu cha Wakolosai. Sura ya kwanza, mstari wa 13 na wa 14. Wakolosai sura ya kwanza. Wakolosai sura ya kwanza. Mstari wa 13 na 14. 13 na 14. Biblia inasema, ndio, naye alituokoa katika nguvu za giza. Sawa. Akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa hiyo huyo naye anayeongelewa maana ni Mungu Baba. Ni Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe. Sawa. Alituhamisha. Alituokoa. Yes. Kutoka wapi? Kutoka katika nguvu za giza. Na akatuhamisha. Kwa kuna mambo mawili. Kuna kuokolewa. Tulikuwa kwenye nguvu za giza. Kwenye nguvu za giza. Unaokolewa. Sawa. Kuokolewa kama ukiwa mfano kuna moto unawaka. Sema moto akipo kwenye hatari fulani. Kwa kwenye hatari. Sema jengo limewaka moto. Sawa. Uko kwenye hatari. Sema moto wakija wanakuokoa. Sawa. Wanakutoa kwenye hatari. Sawa. Sasa ikukomea hapo. Unajua unaweza ukaokolewa, ukatoka hapo afu karushwa tena baharini. Unakuwa hujaokolewa. Au ule ukombozi ambao haujakamilika. Sawa. Na ndio maana tulipoona kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu anasema alituokoa, akatuhamisha. Kila neno la maana. Kutoka huku tukaingia huku. Sasa kabla tujaendelea, anaandikia waamini. Sawa. Kumbe andiko hili ni aina nukusu kama hujamwamini. Hujamwamini Yesu wewe bado uko kwenye ufalme wa giza. Uko bado chini ya nguvu za giza. Unateswa, shetani ni halali yake kufanya kama anavyopenda juu ya maisha yako. Sawa. Ni imani yetu tu ndani ya Yesu Kristo. Tunapomwamini, kwa sababu inatumia neno ali, sio ata, sio ana. Kitendo ambacho kimeshatokea. Kwa kilitokeaje? Kwa ile kazi aliyoifanya Yesu pale msalaba. Kamilifu. Ndio kilichofanyika. Sawa. Kwa Yesu alipokufa kwa kitendo cha kutoa dhabihu yake, hicho ndio kinatufanya tuhamishe. Sasa unahamaje? Ukimwamini Yesu. Ukiamini kazi kamilifu ya Yesu. Nitakuonyesha andiko jingine baadaye, hata Yesu alisema maneno fulani mazito sana ndio tunamaliza. Kwa hiyo hapa nasema akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme
wa mwana wa pendo lake. Ambaye sababu ni Yesu. Sasa huko katika ufalme wa Yesu sasa. Okay. Kwa sisi tunapomwamini Yesu, tunahamishwa. Siku ile unapomwamini Yesu. Sawa. Haisubiri? Haisubiri kitu kingine chochote. Tendo linalotokea mara moja. Ni tendo linalotokea papo kwa hapo. Okay? Ukiamini. Sawa. Sasa unaweza usi experience kwa sababu usijisikie kwa hisia. Au unaweza usipate matokeo ya kuhamishwa. Aha. Wewe ni muamini lakini ukaendelea kuteswa na nguvu za giza. Okay. Kwa nini? Vitu kama vitatu haraka. Moja, hujaamini kwamba hicho kitu kimetokea. Okay. Kwa sababu umehubiriwa au injili uliohubiriwa sio kamilifu. Sawa. Wewe unafikiri kwamba lazima kuwe na nyongeza nyingine. Kwa hiyo hujaamini hicho. Unajua mambo yote tunapokea kwa imani. Ndio maana Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Okay. Sasa ukiamini, kwa watu wapo ambao hawajaamini na ndio maana wanapata taabu. Lakini wengine hawajajua, kwa hawajui hata cha kuamini. Kwa mchungaji unataka kusema kwamba kuna mtu anaweza akawa anateswa na nguvu za giza leo ni muamini. Kumbe akiamini tu, akiamini kwamba hicho kinachofanyika na maarifa anakuwa huru. Na wewe unayetufuatilia leo, badala ya kuanza kusumbuka, kama umemwamini Yesu na uko ndani ya Yesu, uhuru kamili ni haki yako. Kama maandiko yanavyosema, kama maandiko yanavyosema kwamba tulishahamishwa. Yaani maana katika ufalme wa nguvu za giza. Sasa mimi miaka 32 iliyopita ndio nilihamishwa. Amina. Kwa miaka 32 mpaka Yesu anarudi na kwenye umilele. Nilishahamishwa. Sio kama nahamishwa, nilishahamishwa. Okay. Na Yesu kulipokoka ulihamishwa. Kwa kuna mambo matatu ambayo ni kwanza hajamii. La pili ni kutokuwa na ufahamu. Kwa sababu kama una ufahamu hutaamini kilicho sahihi. Okay. Lakini la tatu ni hii mafundisho mapotofu yanayosababisha watu wawe na hofu. Okay. Unajua hofu hufukuza imani. Kwa mtu amewekewa madude anafikiria kwamba yani hapa sasa bado niko kwenye fomu hizi. Kuna kitu natakiwa nifanye. Kuna kitu natakiwa nifanye. Unajua mwanadamu anapenda aonekane amefanya kitu. Amehusika. Na Mungu anasema hivi tu wengi nihamishwa kwa kuamini. Nilishafanya jambo. Unaona hapo mchungaji? Ndio. Kwa kutoka na endelea sana. Ndio. Anasema ambaye ndio katika yeye huyo Yesu Kristo, mwana wa Mungu, mwana wa pendo lake. Anasema katika yeye tuna ukombozi. Yaani msamaha wa dhambi. Hapo sasa. Kwa lugha nyingine, msingi wa ukombozi ni kusamehewa dhambi. Sawa. Kwa sababu tatizo kubwa la mwanadamu ni dhambi. Matatizo mengine yote ni watoto wa dhambi kuingia duniani. Yaani ni kama wamezaliwa nao. Utakubaliana na mimi, kabla ya dhambi hapakuwa na magonjwa. Ndio. Kabla ya dhambi hapakuwa na chuki. Kabla ya dhambi hapakuwa na wachawi wanaweza kufanya jambo lolote. Na ndio maana tatizo la dhambi linaposhughulikiwa, huyo mtu amepata ukombozi. Mzizi wa mambo yote ni dhambi. Kwa hauwezi ukakombolewa bila msamaha wa dhambi. Ndio maana hapa ni kama mwandishi anafafanua ukombozi. Kuna ukombozi nje ya msamaha wa dhambi. Kwa sababu ndio mwanzo. Lakini kuna watu wanaenda sehemu wanaambia njoo utoe sadaka ya ukombozi, alafu hata hajawahi. Sasa huyo ni yani sio muamini, alafu anaambiwa amekombolewa. Na nikwambia kitu mchungaji. Nimejaribu kuangalia maandiko. Sijaona sehemu yoyote kwenye mtu ana huduma ya ukombozi. Ndio. Kwa maana hiyo inaosemekana. Bali huduma ya ukombozi kwa maana halisi inaitwa huduma ya upatanisho. Huduma ya upatanisho ambayo ni ya waamini wote. Kuwapatanisha walio gizani na Mungu wao. Kwa sababu tunapofanya hivyo ndio ukombozi. Na ukombozi wenyewe kimsingi umefanywa na Kristo mwenyewe. Hakuna mwanadamu anaweza kufanya. Na sadaka ya Kristo inajitosheleza. Hauhitaji kitu kingine chochote kwa habari ya ukombozi. Sawa. Unaupataje? Unaamini. Unaamini nini? Unaamini kile Yesu alichokifanya kwamba kimekupatia kuhamishwa. Kwa hiyo unaitusikiliza, kama wewe umekwisha kumwamini Yesu lakini bado uko katika mateso, nguvu za giza, umezunguka kutoka kwa mtumishi mmoja kwenda kwa mtumishi mwingine, hakika maarifa ya kutambua kwamba ulipomwamini Yesu ulihamishwa. Ukiamini hilo, utashangaa vitu ambavyo vilikuwa vinakutesa vinaisha. Kweli ya neno la Mungu inatuweka huru. Na wewe amini hilo tu, na usiwe na mashaka juu ya hili. Maana kweli
ulikwisha kuhamishwa. Sasa kutokuelewa kwako au kuendelea kutembea katika mafundisho ambayo sio, ndio kuna kufanya uendelee kuteseka na kuteswa na shetani. Na wewe ambaye bado hujamwamini Yesu, jawabu sio tu kwenda uombewe kama si mapepo yatoke, kwa sababu yakitoka yatarudi tena. Yakitoka leo yatarudi tena. Na ndio maana tunaona watu wale wanazunguka kwa sababu leo kaenda kaombewa, mapepo yametoka. Na Biblia inasema yakimtoka mtu yanakwenda kuzunguka, yakarudi yakakuta pako sawa. Yanakuta pako sawa, Yanarudi mengi zaidi. Yanarudi mengi sana. Sema jamani, turudini twende. Kwa wewe utaendelea kuteseka na ikitokea hivyo utasema kwamba labda huyu mtumishi hana nguvu za kutosha. Pepo kweli zilitoka, lakini zimerudi. Kwa nini zimerudi? Nyumba iko wazi, imesafishwa. Wewe hakuna Yesu ndani aliyekuja kumiliki, au hujahamishwa. Unajua ukihamishwa kutoka kwenye ufalme mmoja ukaingizwa kwenye ufalme mwingine, manake nguvu za kwenye ufalme ule mwingine haziwezi tena kukufikia upande huo. Kwa hiyo mchungaji, badala ya mtu kuhangaika ndio kwamba anataka kushughulikia matatizo yake, hali ngumu anazopitia, Ndiyo. shida anazopitia, ndio tatizo la kwanza la kushughulika nalo ni tatizo la dhambi. kweli. Kwa sababu si tu kwamba hilo atapata ukombozi wa sasa, yani kutoka kwenye kushinda, lakini pia ana uhakika uzima wa milele. Sasa kitu kingine ambacho kinaonyeshwa kwenye andiko hili, kwa hiyo tunakuwa tumekombolewa ambao ni masamaha ya dhambi, lakini kwa sababu kukombolewa kutoka kwenye kupata msamaha wa dhambi, unakuwa umeondolewa pia kwenye utawala wa shetani. Sawa. Ndio maana umeondolewa kutoka ufalme mmoja kwenda ufalme mwingine. Kwa hiyo mtu anapomwamini Yesu Kristo, kwa maana halisi ya kumwamini Yesu Kristo kwa kazi yake kamilifu, na sio bila maarifa, anapokuwa amefanya tukio hili, shetani hana mamlaka juu ya. Okay. Sasa mchungaji, nisaidie kitu. Mwanzoni ulisema kuna kitu ambacho Yesu alikisema kama kinathibitisha hili jambo. Sasa tutakwenda kwenye kile Yesu alichokisema msalabani. Na hapo sasa tutaomba twende katika Yohana, Injili ya Yohana sura ya 19. Yohana 19. Yohana 19 mstari wa 28 mpaka wa 30. Sawa. Kuna mambo ambayo Yesu aliyasema akiwa msalabani, na tutayamalizia hayo kwa leo ili uone kuna mambo mazito Yesu aliyasema. Biblia inasema, ndio, baada ya hayo Yesu hali akijua ya kuwa yote yamekwisha kumalizika, ili andiko litimizwe. Sawa kabisa. Akasema naona kitu. Sawa. Mstari wa 29. Kulikuwako huko chombo kimejaa siki, basi wakatia sifongo iliyojaa siki juu ya ufito wa hisopo, wakampelekea kinywani. Sawa. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema, imekwisha. Imekwisha. Na ndio nataka kusisitiza hilo neno. Maana lina uzito sana. Okay? Lina uzito mkubwa. Na hili ndio linahakikisha, linathibitisha hayo yote tuliyojadili. Okay? Yesu alisema mitume wameandika. Okay? Kwenye nyaraka. Sawa. Kwa sababu mitume walikuwa wanatafasiri yale ambayo Yesu aliyasema na aliyoyaishi katika Injili, lakini pia walikuwa wanatafasiri Agano la Kale katika kuonyesha lina maana gani katika nyakati. Hebu mchungaji tuambie, hili neno lina uzito wake unatokana hasa na neno hili kwanza. Neno imekwisha. Maana Yesu unajua anasema la mwisho, ukisoma pale chini ndo akakata na. Sawa. Ndio neno lake la mwisho pale msalaba. Sawa. Kwa mtazamaji ambaye labda alikuwa hajajua aliko kwenye mazingira gani. Sasa neno imekwisha limetafsiriwa imekwisha, ukienda katika lugha ya Kiyunani inaitwa tetelestai. Hilo tafsiri. Sawa. Neno hili lilikuwa linamaanisha, Yesu hapa anamaanisha kwamba kazi ya ukombozi imekamilika katika utimilifu. Okay? Wote. Sawa. Na matokeo ya kazi hii ni ya milele. Bwana. Yaani alichokifanya Yesu. Yaani alichokuwa amekuja kufanya. Alichokuwa anakifanya pale msalabani ni kikamilifu. Kimekamilika katika ukamilifu wote. Yaani asilimia hii. Na sio kwa muda ule tu. Na matokeo ya kile kilichofanyika ni ya milele. Kwa hiyo mchungaji, nataka kusema kwamba nitaishi, nitakufa, nikiwa na uhakika wa hiki Yesu alichokisema. Sasa jambo jingine ambalo Yesu analisema hapa kutoka kwenye neno kama malipo ya dhambi za wanadamu na ulimwengu wote yamekamilika kwa ukamilifu. Okay.
Ndio maana hata leo ni zaidi ya miaka 2000. Lakini mpaka leo ili mtu aweze kupokea wokovu, anaamini kile kile kilichofanyika. Yesu alichokisema imekwisha. Unaona? Kwa hiyo kuna mambo ya msingi. Sasa neno hili sisi leo tunaweza tusielewe sana. Lakini pia nitaka nikushirikisha kutoka kwenye asili yake katika nyakati zile. Kwa sababu katika nyakati zile lilikuwa linatumika. Unajua Biblia imetumia lugha na Yesu alikuwa anaongea lugha ambayo watu pia wanaelewa. Kwa hiyo akisema za kawaida ili watu waelewe. Kama ambavyo leo tukihubiri tunatumia lugha ambazo zinaeleweka na watu wanaotusikiliza. Kwa katika matumizi yake lilikuwa ni neno zito. Na lilikuwa linatumika katika mazingira mbalimbali ikimaanisha kitu tofauti. Katika biashara, neno tetelestai lilikuwa linatumika. Na katika biashara lilimaanisha kwamba malipo yamefanyika kwa ukamilifu. Malipo. Kwa kama nimekuuzia kitu, ndio umenilipa hela kwa ukamilifu. Kwa hiyo una uwezo ukaniambia tetelestai. Sasa nakupa receipt. Ambayo imeandikwa hilo neno. Kama leo ushawahi kuona receipt zimepigwa muhuri paid. Fully paid. Kwa hiyo ilimaanisha kama ninataka kununua meza hii, nikilipa ile receipt inaambatanishwa na hiyo. Kwa katika biashara ilionyesha kama ni mali hii imenunuliwa na malipo yake yamefanyika kwa ukarimu. Kwa mtu hawezi kukudai. Hahitaji nyongeza. Kwa tukirudi sasa kwenye ukombozi, kwa maana hii kwamba sisi tuishanunuliwa kwa ukamilifu. Shetani hatudai, sui mababu hawadai, sui nini hatidai. Ukimwamini Yesu umekubali kwamba manunuzi yako ni 100% yamekamilika. Mchungaji, unamaanisha kwa kile alichokifanya Yesu msalabani tu chatosha. Hamna nyongeza. Jambo la pili, neno hili litumika kisheria. Na katika kisheria lilitumika likimaanisha kwamba hukumu imetumikiwa kwa ukamilifu. Kwa kama mtu alikuwa amefungwa, amaliza kifungo. Angeandikiwa kuonyesha kwamba hukumu imehukumiwa kikamilifu. Sasa kumbuka, hata mpaka leo kosa halihukumiwi mara mbili. Ndio. Uwezo kumpa sheria inasema hivi. Ni kama nimehukumiwa kwa kuiba kuku. Nikahukumiwa miezi 6. Sawa. Nikimaliza miezi 6. Hata wewe tena ukinikuta ukasema huyu aliiba, ukinipeleka kule wanasema alisha kikifu. Kwa hiyo kosa alihukumiwa mara mbili. Na ndio maana sisi tulio ndani ya Yesu hatutahukumiwa tena, kwa sababu Yesu alihukumiwa kwa niaba yetu. Kwa hiyo hukumu yote tulistahili alichukua Yesu. Sasa leo unakuta mtu anakuambia eti kwa sababu muamini kuna ghadhabu ya Mungu imemwaka juu yake. Siku na magonjwa amekuja anamfuata anahukumiwa. Hayo yote Yesu aliyabeba. Kwa maana unahitaji nyongeza. Lakini neno hili pia lilitumika katika mazingira ya imani. Katika mazingira ya imani ya kidini. Na lilimaanisha yafuatayo. Ndio nataka nijikite kwenye hili ili kumalizia mjadala wetu sana. Kwamba dhabihu imetolewa kikamilifu na imekubaliwa. Baada dhabihu sasa tunarudi kule kwenye sadaka. Imetolewa kwa sababu kuna swala la kutolewa na kuna swala la kukubalika. Kwa imetolewa kikamilifu, yani dhabihu iliyotakiwa yote imetolewa. Sawa. Katika mazingira ya tetelestai ndio limaanisha. Lakini si tu na pia imekubalika. Sasa hili linatoka katika Agano la Kale kwa sababu walipokuwa wakipeleka wanyama kama ni dhabihu fulani inatakiwa ukipeleka kwa ukamilifu na moto kashuka kuilamba, manake Mungu ameikubali, ameitakabali. Manake hiyo ndo wangetumia neno tetelestai. Sasa Yesu anaposema imekwisha tetelestai pale msalabani, anamaanisha dhabihu yake mwenyewe, kwa sababu yeye alikuwa ndio dhabihu. Na pia kuhani. Kama kuhani ametoa dhabihu ambaye ni damu yake mwenyewe. Sawa. Kwa dhabihu aliyoitoa ni kamilifu na imekubalika. Kwa hiyo ikishakuwa kamilifu na ikakubalika, maana imetimiza
lengo la ukombozi. au ukombozi. Okay. Kwa hiyo sasa ni kumtukana Yesu na kuikanyaga dhabihu ya Mungu. Unajua watu wanafikiri ile andiko na kuikanyaga dhabihu ya Mungu linamaanisha gani? Imeandikwa katika kitabu cha Waebrania. Na inamaanisha kwa sababu hawa watu wa Waebrania walikuwa wanahama kutoka kwenye imani yao kwa Yesu na wanaanza kuangalia vitu vingine ambacho ndio kinatokea leo. Kwa hiyo mtu ambaye anasema ili ukombozi utokee ufanye nini, lazima kiongezeke nini, sasa inamaanisha anaikanyaga damu ya mwana wa Mungu. Na unajua dhambi ya watu kama hao ni hatari. Anasema pale kwenye Ibrania, wanasubiria moto mkali. Kwa hiyo wewe ambaye unaishi katika mazingira na unafanya mambo ya namna hiyo, kama ulikuwa unafanya kwa kutokujua, umekopi tu au unataka kuganga njia zako, kumbuka kwa kitendo hicho unaikanyaga dhabihu ya mwana wa Mungu. Na hilo ni kosa kubwa. Utaishia katika moto wa jehanamu. Na wewe ambao unakwenda tu unapelekeshwa. Kumbuka tumesema mwanzo kuna waganga wa kienyeji wanafanya hii kitu, lakini pia kuna wajanja wa mjini wanaotaka kukusanya. Kwa kumalizia, mtazamaji wetu, kumbuka dhabihu ya Yesu ilitosha, inajitosheleza. Ili upate masamaha ya dhambi, ili upone, ili ufunguliwe kutoka kwenye vifungo vya giza, wewe ni kumwamini Yesu na kazi kamilifu na dhabihu yake kamilifu iliyo ya milele inayojitosheleza aliyoifanya pale Kalvari. Usitapeliwe. Bila nawatia moyo wa mtazamaji wetu na Watanzania wote, tuepukane na matapeli kabisa. Tuepukane na sababu muongea maneno mazito. Tuepukane na. Sasa kweli iko wazi. Na kama una maswali ungependa kujifunza zaidi, kwa sababu hapa ni kwenye kipindi kwa muda mfupi, sisi tuko tayari. Tutakuelekeza kutoka mwanzo mpaka Ufunuo, andiko kwa andiko, ili upate msingi mzuri wa maandiko. Na ndio maana tunasisitiza sana changamoto ya kizazi chetu, hatutaki kujifunza neno. Mchungaji, kujifunza neno sio mchezo. Sasa watu wanataka tu waletewe. Nipe mstari wa kusoma. Sasa mstari wenyewe una muktadha. Naona kama tulioangalia tumekwenda kwenye Kiunani kidogo, mambo yake. Kwa hiyo sisi tuliomwamini Yesu tumeshapokea ukombozi, yani masamaha ya dhambi, lakini pia tumehamishwa kutoka kwenye nguvu za giza. Na hayo yote yanatokea kwa njia ya imani peke yake. Kwa hiyo mtu akikwambia sasa, mchungaji, nafikiri tunaposikia kama yule rafiki yako aliyekuwa anambia manaka alipigwa, alipigwa. Na kumbuka unauma vile, kama hakupigwa basi aliunganishwa kwa Mungu mwingine. Ndio alitoa makundi mawili. Makundi mawili. Au kuna uwezekano kabisa ukajikuta umeunganishwa kwa Mungu mwingine, manaka unapangalishwa na mapepo. Na unajua mapepo yanatuliza magonjwa. Unawekewa pepo kubwa, linatuliza wale mapepo madogo. Linapunga wengine. Anaambia mtulieni kwanza, maana tumeshapokea pesa. Baada ya muda mambo sasa ukija, ndio maana nikwambia yule mmoja alipobandika mikono pepo zikalipuka. Ndugu mtazamaji, nafikiri umeona mambo mazuri na namna ambavyo vitu hivi vina mambo mengi sana. Wewe ambaye unapenda kujifunza zaidi, usiache kufuatilia kipindi hiki. Endelea kusubscribe katika channel yetu. Amen. Na unaweza kushare na kucomment kama ambavyo mchungaji amesema. Uliza maswali. Uwe huru kabisa, mjadala huu ni wa wazi. Amen. Uwe huru, uliza maswali na Mungu akubariki sana. Tunakukaribisha tena wakati mwingine. Amen. Na labda kwa sababu tumeongelea habari ya kufunguliwa, usije ukafikiri sisi ni watu wa maneno tu. Hebu njoo kama unayo changamoto yoyote. Uthibitishe kitu tunachokifanya. Yes. Utaombewa, utafunguliwa kwa sadaka ya Yesu pekee aliyotoa pale Kalvari. Kwa mamlaka ya Yesu. Kwa mamlaka ya Yesu. Ukiamini tu. Inawezekana sisi watu wengine tunaishi kwa uhuru, tushahamishwa. Na kama hujamwamini Yesu, bado unaishi katika ufalme mwingine. Yaani kama hujamwamini Yesu, sema unaishi katikati. Yaani tayari wewe unatawaliwa na shetani. 100%. Unatakiwa umwamini Yesu ili uhame na uondoke. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Tukutane kipindi kingine. Asante sana mchungaji. Amina. Baraka sana. Amina. Asante sana. Amen.